Moja kwa moja kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hii ni JCTV, chombo chako cha habari cha mtandaoni. Hapa tunakuletea taarifa sahihi za haraka na zenye uhakika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na zile ambazo zinamgusa mkongomani aliye nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunakuletea habari za siasa, uchumi, mazingira, jamii, michezo na kadhalika. Ndani ya taarifa zetu tunakuletea uchambuzi kutoka kwa wachambuzi wetu, lakini pia ripoti mbalimbali kutoka kwa maripota wetu. Leo ni Jumatano, Mei 6, 2026. Utakayoasikia ndani ya makala hii: mapigano makali yameripotiwa kuanzia jana hadi leo kati ya waasi wa M23 na wapiganaji wa Wazalendo katika bonde la mto Ruzizi, Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nawaambia wananchi wetu wa Kongo, mkaze roho na mche roho fasi moja. Adui hata ingia hata siku moja sana tuepuse. Tunajipanga sawasawa kwenye uwanja wa mapambano, na tunaomba tu watu wakuwe kima, wakuwe kalmi. Thompson Unjibatangalo William atakujia na maelezo zaidi kuhusiana na taarifa hii moja kwa moja kutoka Biriba katika bonde la mto Ruzizi huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kaa nasi hadi mwisho wa matangazo. Na shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limeripoti kuwa wanamgambo wa ADF wanaendelea kutenda maovu kwa raia wa eneo la Kivu Kaskazini. Wakati huo watu wawili wameripotiwa kuuawa Lubero, huku mashirika ya kiraia yakilahani vitendo hivyo. Ramadhani Kahambu atakujia na mengi zaidi hapo baadaye. Kuna hayo na mengine lukuki, baki nasi hadi mwisho wa matangazo. Karibu, mimi naitwa Bedi Jean de la Croix. Na sasa tuangazie kwa kina taarifa zetu. Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limeripoti kuwa wanamgambo wa ADF wanaendelea kutenda maovu kwa raia wa eneo la Kivu Kaskazini. Wakati huo watu wawili wameripotiwa kuuawa wilayani Lubero, huku mashirika ya kiraia yakilahani vitendo hivyo. Ramadhani Kahambu na taarifa kamili. Katika ripoti iliyochapishwa Jumanne hii, Mei 5, Amnesty International inashutumu unyanyasaji mkubwa unaofanywa na waasi wa Allied Democratic Force ADF dhidi ya raia wa Kivu Kaskazini na Ituri. Katika ripoti hii, shirika linaelezea ghasia kali zinazofanywa dhidi ya raia na kundi hili la waasi lenye mfungamano na Islamic State. Ripoti hiyo inataja ukiukwaji kadhaa, ikiwa ni pamoja na mauaji, utekaji nyara na mateso, ndoa za kulazimisha, ukatili wa kijinsia, vurugu zilizoelezwa kama uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu, na kuelezea kama mgogoro ambao kwa kiasi kikubwa hauzingatiwi na ulimwengu. Mashambulizi hayo yanalenga zaidi watu, lakini pia mashamba, vituo vya afya na nyumba. Mara nyingi huporwa kisha kuchomwa moto, linaeleza shirika hilo. Ingawa ADF inashambulia wanajeshi wa FARDC, wamewafanya raia kuwa lengo lao kuu ili kupora mali zao, lakini pia kama kulipiza kisasi kwa operesheni za kijeshi. Mashambulizi haya yanachangia kuongezeka kwa mgogoro wa kibinadamu katika maeneo yaliyoathirika, hali inayoongeza uhamaji wa watu, huku ikizuia upatikanaji wa huduma za msingi kama vile chakula, afya na elimu. Hayo yanajiri wakati wanawake wawili walipigwa risasi na kuuawa Jumanne Mei 5 huko Lubero, katika hali tofauti zikihusisha mwanajeshi kutoka jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na mwanamgambo kutoka kundi la Wazalendo. Kesi ya kwanza inamhusu mwanajeshi wa FARDC ambaye alimpiga risasi mkewe kwa sababu zisizojulikana. Mwili wa mwathirika uligundulika asubuhi ukiwa umetekelezwa na ukiwa na damu katika mji wa Robine. Mamlaka za mitaa kwa kushirikiana na huduma za usalama zimefungua uchunguzi ili kutoa mwanga juu ya mauaji haya. Kesi ya pili ilirekodiwa siku hiyo hiyo katika wilaya ya Mbiaya katika Mungurejipa, shirika lililoko katika sekta ya Bapere katika eneo la kichifu la Baswaga ambalo bado liko katika eneo la Lubero. Huyu ni mwanamgambo wa kundi la Wazalendo ambaye pia alimpiga risasi mwanamke mmoja kwa sababu ambazo hazijathibitishwa rasmi. Hivi karibuni mashirika ya kiraia katika eneo la Lubero katika jimbo la Kivu Kaskazini yanakashifu vitendo vya baadhi ya makundi yenye silaha yanayojulikana kama Wazalendo wanaotumiwa kufanya mauaji, utesaji na unyanyasaji mbalimbali dhidi ya raia. Katika taarifa kwa vyombo vya habari iliyochapishwa Jumanne Mei 5, shirika hilo linaripoti hali ya usalama inayozidi kutia wasiwasi, wakitaja hasa mauaji ya watu wawili yaliyotokea Alhamisi iliyopita huko Kimbulu, ambapo dereva wa pikipiki na mteja wake waliuawa. Ni ripoti yake Ramadhani Kahambwe.
Baada ya kusikiliza ripoti hiyo ya Ramadhani Kahambwe, tuelekee mkoani Tanganyika. Ni kwamba mji wa Kalemi mara nyingi hushuhudia uvamizi wa mara kwa mara kwenye majumba ya raia, huku watu wenye silaha wakishuhudiwa kutekeleza uvamizi huo. Raia wananyooshea kidole cha lawama askari jeshi pamoja na polisi ambao ndio wanafanya ulinzi usiku kucha, na wezi wakishuhudiwa kuwa na silaha za moto. Zuberi Ali amehojiana na msemaji wa jeshi la Kongo katika jimbo la Tanganyika kuhusu hilo, na kwanza alianza kumuuliza askari jeshi wanalaumika kwa kushukiwa kuvamia na kupora kwenye majumba ya raia. Jeshi la FARDC mpaka sasa limechukua hatua gani? Haya hapa mahojiano yao. Siku hizi raia imeanza kuhakikisha kwamba wanajeshi wamefuatilia mkondo wa kijeshi, na wanafuata namna ambazo kiongozi wa Gazno de Kalemi ambao anawapatia maagizo mazuri ya kulinda katika amani na usalama na raia zaidi usiku wakati wa patrui. Kwa nini hiyo? Ilionekana jana juzi pia raia sasa imehakikishwa ulinzi, na wanajulisha kwamba eti kuna kuja wasoda wengine wapya ama kuna kuja wengine wanajeshi wanatoka katika mafunzo. Na tulisema kwamba sio hiyo, ni hawa wanajeshi wamekumbushwa. Kumbe na ndio maana tunapiga asante sana kwa viongozi, kumbe wanafuata malalamiko ya raia. Wa viongozi wamesikia sana jinsi wanajeshi huenda wanatendea raia usiku, na hivi wanapata msimamo mzuri ya kuweza kuambia wakamata masikio wanajeshi waishi na raia vizuri zaidi, wafate kazi zao walioagizwa na wasingilie kupasi zingine. Kwa hiyo unataka kumaanisha kwamba waliombwa na kiongozi wafate mitindo ya kijeshi, kwani ni uthibitisho tosha kwamba wanajeshi ndo wanafanya matukio kwa raia? Kuna wanajeshi wengine ndugu zangu wanaenda kando na sheria za jeshi. Najua kwa mwanadamu tuko wasiokamilika, na wanajeshi wengine wanafuatilia zaidi. Sasa kwa wale ambazo walikuwa wanaenda pembeni, ni wao walitekelezwa, waliwaambiwa, walikaziwa sana zaidi ya kwamba acheni mstari mbaya kama huyo, fateni wale wengine ambazo wanaishi vizuri na raia, fateni kazi zao, wanaenda patruini ya kina patrui, sio kuchukua pesa, sio kuzulumu raia, sio kukamata android, sio siju kufanya vingine vyote vile. Lakini ikiwa kwamba kuwauliza jambo unatokea wapi, ndio kazi za jeshi kujua kugundua adui. Unaona, basi ni hiyo malengo mazuri yanaonekana kwamba na wale walikuwa walinda pembeni wamerudia kwenye mstari sahihi. Serikali imechukua hatua gani kuhusu wale wanaofanya vitu kama hivyo hapo kwa raia usiku na kadhalika, kuwanyang'anya simu, hata kuingilia kwenye majumba na silaha? Kwa sababu wamoja wanaonekana wanakuwa wamevalia sare za kijeshi na wengine wanakuwa na silaha, na vyote hivyo vinamilikiwa na wanajeshi. Ukiwaona wanajeshi ambazo walikuwa wanashutumiwa hautaona tena usiku. Hiyo kwanza ni nukta kubwa, viongozi tunasifu. Hautaona tena. Maana unakamata mkazo wa kusema kama wale wote huenda walikuwa wanashutumiwa kwenye vitendo vibaya usiku, hautawaona tena. Na ndio maana watu wanajiuliza eti kuna kwa wanajeshi wengine ni wanajeshi wa hapa tu, wale ambazo wanakuwa na mbinu zaidi nzuri na wao wanaotea katika mstari. Basi hivi ule wote ambazo ataendelea kudhulumu raia, ule wote ambazo atatembea na bunduki mchana bila oza lolote, ule wote atavaa vazi za kijeshi usiku kwa mfano bila ruhusa, ndugu zangu, atafungwa na kutiwa korokoroni. Na hapo naomba kwa wandugu zetu raia ambazo wanafanya biashara ya mavazi ya kijeshi, huenda imekatazwa katakata kabisa mavazi kama hizo kuuzisha sokoni, kwa sababu hapa ni wakati sasa kugundua huyu ni soda ama sio soda. Kumbe ukipata nafasi ya mavazi kama hiyo ndani sokoni, uje ripoti kwenye ofisi ya polisi, waambie huu ni wakati kwanza tu, wakati wa operesheni, ni wakati wa vita, tusitie vitu kama mchezo hivi. Basi hiyo ndiyo manukta kubwa zaidi, inaonyesha kwamba sasa hapa utaratibu umerudia hapa kwetu Kalemi. Captain John Monta, hivi karibuni ulituambia kwamba kuna kitengo cha PM ambacho kilichoundwa sababu ya kuadhibu wanajeshi ambao wanaenda tofauti na sheria za kijeshi, lakini mpaka sasa hivi hatuoni kazi ya PM. Bwana, PM ishakuingiza watu sijui 7 hivi majuzi ndani ya prison. Naona? Basi ni maana nakuja kukwambia kwamba hivi soda 7 ndani ya prison iliingizwa ndani na PM. PM imefanya kazi vizuri zaidi. Utaigundua siku moja fulani, kwa sababu ni watu wao wenye kuwa na mbinu zingine za juu kidogo, kwa sababu naita ni section d'elite. Lakini namna wanatembea hautaelewa. Namna wameingia ndani ya mabaa kushughulikia wale wanajeshi wamezulumu, hautaelewa. Lakini siku moja fulani natumaini wewe ni mwandishi wa habari utakutana nao na wanafanya kazi vizuri zaidi.
Hivi karibuni kuna maeneo ambayo niseme kwa kimombo bouclage ambazo zinafanyika na wanajeshi. Lengo la masuala hayo ni kufuata nini zaidi? Kuenda kugundua watu ambao wanahusika na vitendo viovu au la? Ndio. Bouclage ni kiviringo, tunaona boucle ni kiviringo. Yaani kunakuwa wakati gavana wa jimbo pamoja na serikali za kwake anaona ya kwamba sehemu fulani kunakuwa watu ambazo ni wakengefu, huenda tunaweza kuwapata walevi, wezi, wenye kushika silaha, na ndio hiyo serikali za jimbo zinaweza kuambia watumishi, ndio wanaita wasoda, wanaita wa polisi, nendeni kwanza kule muangalie. Basi bouclage ni mojawapo ya kazi za serikali ili ya kuweza kujaribu kuangalia huenda eti mambo ambazo tunasikia iko kweli au la. Ikiwa ya kwamba hawakupata neno lolote, basi wanaacha watu kama hao. Na ikiwa watu wengine wenye kuwa tembea vibaya kama vile wezi wamenaswa, kumbe bouclage ni mojawapo ya sehemu ya serikali zinatimilika kawaida kama vile. Unapozungumzia wezi, hivi karibuni tumeona serikali ya jimbo Jumatatu hapa Lendi kwamba imeshika zaidi ya wezi takribani zaidi ya 13 hivi, wakiwemo wale wanaopora kwenye maji na kadhalika, na hao walipelekwa mbele ya mkuu wa msimamizi wa kesi, hususan upande wa kijeshi. Nafikiri utakuwa umenielewa auditor hapa kwetu. Swala hili nyie kama jeshi mnalithibitishaje? Ndio. Unaona jaji wamejifunza. Ndio sababu hata hapa kwetu Kalemi unaweza kuona kwamba mtu mmoja fulani huenda amepelekwa na baadaye anatembea. Bali muacha, tulimtupa ule muizi kule, bana muacha. Ndio. Unaona jaji anastahili kuangalia kwanza kesi zaidi za huyu mtu ziko kivipi. Eti kweli huyu ni mwivi? Unaona? Eti kweli, ndio maana leo wale wote wezi weko katika mikono ya auditor ya ujaji wa kijeshi, eko na zidi kuendelea kufuatilia zaidi ndani kikiki, kwa sababu kufunga mtu, ndugu zangu, sio bure au sio kumzania tu, inastahili kuwa ile ambazo inaitwa preuve. Basi wepo kwa mikono ya auditor, na tunatumania kwamba auditor ni mtu mwenye kuwa na busara zaidi, alijifunza mambo kama hiyo. Tutapata jibu baadaye. Ni ripoti ya mwandishi wetu Zuberi Ali moja kwa moja kutoka Kalemi mkoani Tanganyika. Na mwishowe, mapigano makali yameripotiwa kuanzia jana hadi leo kati ya waasi wa M23 na wapiganaji wa Wazalendo katika bonde la mto Ruzizi, Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Thompson Unjibatangalo William na maelezo zaidi. Mapigano yanaendeshwa kwenye umbali wa kilomita 26 na mji wa Uvira. Mtokoto uko zaidi katika vijiji vya Kigoro, Kiguruwe na Kabunambo, maeneo ya Sange bondeni mwa mto Ruzizi, Kivu Kusini. Vita vilianza tangu jana Jumanne, Mei tarehe 5. Asubuhi ya leo Jumatano, vita vikawa vimeanzishwa mara nyingine tena na kuendelea. Ni silaha nzito zinazofanya kazi. Ndege zisizo na rubani bado hazijaonekana. Hali bado ni tete, kila upande ukiwa imara. Wazalendo wanaonekana kusogelea ngome za M23 ila bado kubomoa ukuta. Huyu hapa ni mmoja wa wazalendo, anasema. Kwa majina ni Monisco, ni komanda brigade wa movement ya Ikake kwa General Jean Alube, ni kiongoza vikosi pale kwenye uwanja wa vita. Naambia wananchi kabisa wasiwe na shaka, wakaze tu moyo, kwa maana vita haikuanza leo. Vita ilianza tangu kwa mababu zetu. Antukao wakaze tu roho, vita tutaidhibiti mwisho kabisa, na tukiwa pamoja na sambamba na Felix Tshisekedi Tshilombo kama president. Wananchi watulie tu, wakuwe na moyo kabisa wa ushujaa. Baba huyu ni kutoka kundi la kamanda Jean Nalube, anasema. Kwa majina anaitwa komanda brigade Wangata Kulibende. Nawaambia wananchi wetu wa Kongo, mkaze roho na mche roho fasi moya. Siye adui hata ingia hata siku moja sana turepuse. Tunajipanga sawa sawa kwenye uwanja wa mapambano, na tunaomba tu watu wakuwe kima, wakuwe kalme. Vraiment situation iko sawa, kuna problem. Kwa nini mnapigana msifuate CCLF na mmeambiwa mfanye CCLF? So unajua kama adui ni mjanja. Wakati banaleta bile byabo, adui yeko na jipanga, iko na jiraforce, analeta masharle komba, anakuya ula milima. Na sisi tukaona hapana, si hatuko kwa vile, na sisi tunaenda kujipanga, si wazalendo kwa ajili ya kupambana na adui. Hatutamwachia hata hapa moya, wala tumwachie wakati ajipange,
labda ni kumshambulia tu. Kwa mujibu wa raia, M23 imeanza tangu alfajiri saa 11 ya jana hadi leo kusukuma makombora kwenye ngome za wazalendo na jeshi la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC bado kuingilia kati, huku raia wa vijiji hivi vitatu muhimu kwa kuingia Uvira wakianza kukimbia. Constantin Kanan Werabe ni msemaji wa muungano wa kitaifa wa wazalendo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na huitwa CNVDP, Coalition Nationale des Volontaires pour la Défense de la Patrie Sentinelle de la Nation. Hii leo waomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ifanye mabadiliko ya viongozi wa kijeshi kwenye mashamba ya vita. Ngoma rais wetu atusaidie. Kuna vichwa fulani ambavyo amepatia madaraka ya uongozi wa vita, na hivyo vichwa tunamuomba aweze kuvibadilisha kwenye operation, kwenye renseignement na kwenye ravitaillement. Haweze kubadilisha vichwa fulani ili tuweze tukafanye vita vizuri, kwa sababu vita ni moyen, vita ni akili. Vita ni moyen, vita ni akili. Na vita kesha kosekana ndani akili na moyen, haiwezi kaendeke vizuri. Na hiyo ndio lengo kuu ambalo tumeweza kuambia wakuu viongozi, tumeweza kutolea kwa wakuu viongozi ili waweze kutusikia, na wakatusikia kweli wataona mabadiliko ndani ya shamba la mapambano. Na kama hawatusikie, tutarudilia hiyo kazi bure ya zamani, tunajitoa kisha adui anakuja anakamata mingine, anaviolewa mama zetu, anaiba mali yetu, anakamata udongo wetu. Kwa sababu gani? Inakuwa kama vile watu wamefunga masikio ya kutokusikia, wala wanajifanya kama vile hawajui ambacho kinapatikana ndani ya tere. Kwa leo tumewapasha ambayo inapatikana ndani ya tere, na tunaomba suluhisho mbili. Kiongozi aweze kutusaidia, aweze kubadilisha watu ambao wanahusika na ravitaillement ya wazalendo ili kazi iendeke vizuri kwenye shamba la mapambano. Tunamuomba tena aweze kubadilisha watu ambao wanahusika na operation na renseignement kwa wazalendo kama vile kwa FARDC. Na hiyo ni kazi ya FARDC ambayo inahusika sana mara mingi na FARDC, kwa sababu ni hao ndio wanatuongoza ndani ya. Mutula Samadar Mwami Wembas ni mwanasiasa wa wazalendo hakiwa shambani mwa vita hapa, anasema ukimwona General Kamama manake unaona staff ya Coalition Nationale mzima. Ukiona General Kiai ambaye ana deployer kule, unamwona Observance de Goma ambaye iko pale, ukimwona porte parole Constantin, unamwona Kombe, unamwona Jean Alube, unamwona Jile Mavazi, unamwona Medi ambaye ana deployer Fizi, unamwona Jezi iko Mwenga, unamwona Saddam iko kule Mwenga. Yani wale wote, unamwona doyen wetu General Kashumba. Yani vijana tunakuwa na moyo na raia wanakuwa na moyo. Tuko mu coalition ya 36 generaux ambao wanaongoza kwenye maligne de front ya province yote ambapo kuko shamba la mapambano. Wana journalisti, familia za wanajeshi pamoja na wananchi kwa woga wa mmoja wao wameanza kukimbilia huko Sange na wengine kwenda Uvira. Akili de Goma ni mzalendo, kamanda wa vita wa General Nyerere, hakiwa kwenye operesheni za kivita, anasema Biriba kimya iko na mpaka sasa Biriba iko ni Kigurwe mu groupement ya Kabunambo, ndio sehemu ambapo walikuja kutuvamia, na kwenye sisi tulikuwa tunafunga maligne de front zetu, front line ya kwetu kwenye ilikuwa nashimamia kutokana na mipango ya Rais Tshisekedi na Umoja wa Mataifa. Jinsi umetuambia kwamba tuheshimie mkataba, na jinsi tumeheshimu mikataba, lakini wao hawakuheshimu. Mu kijiji cha Kigurwe ndio kwenye wamekuja kutuvamia, na tumepigana kabisa kama vilivyo, na tukawarudisha tena sehemu ambapo walikuwa, na ndio kwenye tumeshimamia pale. Kiukweli nimependa kupatia raia wawe kabisa kimya na wajue kwamba usalama upo, na waendelee kufanya ile mabiashara jinsi wanaendelea kuifanya, na mazingira yote najua kwamba iko kimya, na ninawarasire kuwapatia 100% kutokana na kimya ambayo iko. RN5 yote barabara kimya iko, na watu wako wanaendelea kupita kutoka Bukavu kuja Uvira, kutoka Uvira kwenda Bukavu. Mpaka sasa tunavyozungumza, wazalendo na FARDC wanakaba kijiji kidogo cha Biriba na wahasi wakirejea maeneo yao ya kawaida. Juhudi zetu za kutafuta upande wa AFC M23 kujua kwa nini wanapigana zimehambulia patupu. Biriba, Thompson Unjibata Ngaloya, JCTV. Ni Thompson Unjibata Ngalo William. Na ni kwa ripoti hiyo ya Thompson Unjibata Ngalo William, ndo mimi nafungasha.
Tukutane wakati mwingine panapo majali wa Mwenyezi Mungu. Naitwa Abedi Jean de la Croix. Alamsiki.